Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa, Tundu Antiphas Lissu, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini na kushikiliwa katika gereza la Ukonga, anatarajiwa kuwahoji kwa maswali ya dodoso kamishna mkuu wa magereza pamoja na mkuu wa gereza la Ukonga katika shauri la kikatiba nambari 73 ya mwaka 2026 mbele ya Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala kuu ya Dodoma. Hatua hiyo inafuatia malalamiko makubwa kutoka kwa mawakili wake, ndugu, jamaa na marafiki ambao wamekuwa wakizuiliwa kumtembelea kiongozi huyo tangu alipowekwa kizuizini, huku kesi yake ya msingi ya uhaini ikidaiwa kuahirishwa mara kwa mara bila hatua za maana kufanyika mahakamani, kwa kile wadau mbalimbali na viongozi wa chama hicho wanachokiamini kuwa ni mbinu ya kuendesha kuweka kiongozi huyo kizuizini gerezani. Shauri hilo jipya la kikatiba lilifunguliwa na mawakili Kuluhu, Nation Mkungu pamoja na Bokabo dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kamishna mkuu wa magereza pamoja na mkuu wa gereza la Ukonga, likilenga kupinga vikwazo vinavyowekwa na jeshi la magereza dhidi ya mwanasiasa huyo anapofanya mashauriano ya kisheria na mawakili wake na kupokea wageni gerezani. Uchambuzi wa shauri hili unaonyesha kuwa unalenga moja kwa moja kutetea misingi ya kikatiba na haki za msingi za wafungwa na maabusu nchini kupata msaada wa kisheria na faragha bindi wanapokutana na wawakilishi wao wa kisheria. Katika shauri hilo kikatiba, Mahakama Kuu inaombwa kuamua kuhusu mfululizo wa masuala yanayohusu vikwazo vilivyowekwa na uongozi wa magereza dhidi ya Tundu Lissu, mawakili wake, viongozi na wanachama wa chama chake wanaojaribu kumtembelea gerezani, ambapo miongoni mwao mambo kuu yanayolalamikiwa kwa nguvu ni pamoja na kuzuia viongozi na wanachama kumwona mwanasiasa huyo na kitendo cha askari wa magereza kusikiza mazungumzo ya siri wakati wa mashauriano ya kisheria. Hali hiyo inataja kukiuka kwa kiwango kikubwa haki za faragha na uhuru wa mawakili kutekeleza majukumu yao ya kitaaluma kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi, ambapo Tundu Antiphas Lissu ambaye anajiwakilisha mwenyewe katika kesi yake ya uhaini anahitaji sana msaada wa mawakili hao wa kumtafutia nodo, marejeo na kupelusi habari za mtandaoni, kwa kuwa yeye ana uwezo wa kutumia mtandao akiwa gerezani. Ufafanuzi zaidi wa shauri hilo unaonyesha kuwa utaratibu huo wa mahojiano ya dodoso utafanyika kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 3 ya mwezi Julai mwaka 2026, ambapo Tundu Lissu anatarajiwa pia kuwahoji mawakili waliofungua shauri hilo ili waweze kuieleza Mahakama Kuu kwa kina mazingira halisi yanayomkumba naye anayotekeleza wajibu wao wa kitaaluma gerezani Ukonga. Shauri hili ambalo limetaja na mawakili msomi Kisabo kupitia taarifa zilizosambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii litasikilizwa kwa njia ya mtandao mbele ya jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu ambao ni Jaji Mruma, Jaji Daktari Rumesha pamoja na Jaji Daktari Longomba. Kesi hii ya kikatiba inachukuliwa kuwa miongoni mwa mashauri muhimu zaidi ya kikatiba nchini yanayoweza kuweka mwelekeo wa kudumu wa kisheria kuhusu kulinda haki za mawakili, kufanya mashauriano ya siri na wateja wao waliopo gerezani na kulinda siri za mawasiliano kati ya mawakili na mteja wake. Jeshi la magereza na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali zitapaswa kujibu tuhuma hizi za ukiukwaji kwa misingi ya haki na faragha wakati wa vikao hivyo vya mahakama ambavyo vinalenga kuweka wazi uzoefu mbaya ambao mawakili na ndugu wamekuwa wakipitia. Kutokana na Tundu Lissu kutegemea mawakili wa nje kupata taarifa muhimu za kisheria zinazosaidia utetezi wake katika kesi ya uhaini, hatua ya jeshi la magereza kuweka vizuizi na kusikiliza siri za utetezi inatajwa kuwa inamnyima mshtakiwa fursa ya kupata haki sawa mbele ya sheria. Vikwazo hivi vinalalamikiwa kuwa vinamfanya mwanasiasa huyo kukosa mazingira bora ya kujiandaa na kesi yake ya msingi
inavyomweka gerezani kwa muda mrefu sasa, ama ilivyomweka gerezani kwa muda mrefu sasa, kunradhi. Mazingira ya uendeshaji wa mashauri haya ya kikatiba nchini yamekuwa yakivutia hisia za wadau wengi wa haki za binadamu na wanasheria ambao wanaona kuwa matokeo ya kesi hii yatatoa mwongozo mpya wa kiutawala ndani ya magereza yote nchini. Jopo hilo la majaji watatu litakuwa na jukumu kubwa la kuchambua hoja za pande zote mbili na kuamua kama vitendo vya askari magereza viko ndani ya mipaka ya usalama au ukiukwaji wa makusudi wa haki za faragha zilizotajwa kwenye katiba ya nchi. Ushahidi utakaotolewa na mawakili wenyewe mbele ya mahakama kuu utasaidia kuonyesha jinsi taratibu za magereza zinavyoweza kuathiri ufanisi wa utoaji wa haki kwa mahabusu wanaokabiliwa na makosa mbalimbali mahakamani. Uamuzi wa mahakama katika shauri hili unatarajiwa kuwa na mchango mkubwa katika kurekebisha au kuimarisha mifumo ya utendaji ya kazi ya askari wa magereza wanaposhughulikia wafungwa na mahabusu mashuhuri wenye kesi za kisiasa nchini. Hatua ya Tundu Lissu kutumia dudusu kuwahoji viongozi wakuu wa magereza inaonyesha mkakati mpya wa kisheria wa kupambana na kile kinachotafsiriwa kama shinikizo la kiutawala gerezani ambalo limekuwa likizuia mawasiliano ya kawaida na ya kisheria kati ya jamii na yeye mwenyewe pamoja na jopo lake la utetezi. Mambo yanayoendelea katika mahakama kuu masjala ya Dodoma yamewekwa msingi thabiti ya jinsi sheria ya magereza zinavyopaswa kusomwa kwa kushirikiana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila upande mmoja kumeza haki za pande mwingine. Kesi hii inasubiriwa kwa hamu kubwa huku taratibu zote za kisheria zikiendelea kuratibiwa kwa njia ya mtandao ili kuruhusu pande zote kushiriki kikamilifu kutoka maeneo mbalimbali bila kuwepo kwa vizuizi vya kijiografia wakati wa uwasilishaji wa hoja na ushahidi wa mazingira ya gerezani Ugunga. Ushahidi wa mazingira utakaowasilishwa na mawakili Kuluhu, Nation, Mkungu na Bokabo utafafanua namna askari wanavyokaa karibu wakati wa vikao vya kisheria na kuzuia nyaraka muhimu za kisheria kuingia au kutoka gerezani kwa ajili ya utetezi wa mshtakiwa huyo wa uhaini. Hali hii inaleta mgongano wa kisheria katika kanuni za usalama za magereza na haki za kikatiba za kupata utetezi sahihi na wa faragha ambao ndio nguzo kuu ya mfumo wa haki wa mahakama nchini Tanzania. Wafuatiliaji wa masuala ya kisheria wanasisitiza kuwa suala hili linasaidia kuondoa malalamiko ya muda mrefu ya mawakili wengi nchini wanaokumbana na changamoto kama hizo wanapotembelea wateja wao katika magereza mbalimbali nchini Tanzania. Jopo la majaji watatu, Jaji Mruma, Daktari Rumesha na Jaji Daktari Longomba wanatarajiwa kutoa uamuzi wa kihistoria unaobainisha wazi mipaka ya askari magereza na haki za faragha za mteja na wakili wake.